Naomba nikusomee taarifa hii msikilizaji, kisha tutaweza kuifafanua zaidi na kupata kuelewa kwamba ni kipi kinaweza kutokea hapa. Imepita miezi miwili ya maombolezo na ukombozi. Mashujaa wetu zaidi ya 10,000 wameuawa na Samia Suluhu Hassan kwa kushirikiana na familia, marafiki zake na chama chake cha kigaidi cha CCM, Chama cha Mapinduzi. Dunia inafahamu muuaji ni Samia Suluhu Hassan kupitia vikosi vyake vilivyoundwa kiharamu bila sheria yoyote na kuongozwa na gaidi Haji Omar Khair. Msikilizaji, hapa tumeweza kudokezwa kwamba pana kikosi ambacho kinaweza kueneza mauaji, na kikosi hichi kinapata kuongozwa na gaidi ambaye anaitwa Haji Omar Khair. Gaidi Faustin Jackson Mafuele na msaidizi wake gaidi George Bagemu. Kwa hivyo msikilizaji, hapa kumeweza kutolewa majina ya watu ambao wanaweza kuongoza kikosi haramu ambacho kinaweza kuhakikisha utekaji unafanyika, kikosi ambacho kinaweza kuwapoteza watu ambao wanaweza kupigania haki za Tanzania, lakini pia wanaweza kuhakikisha kwamba hamna mtu anaweza kupinga sera za chama cha CCM. Sasa naomba nikusomeni hapa tena ndio tuweze kufuatana vizuri msikilizaji. Dunia inafahamu muuaji ni Samia Suluhu Hassan kupitia vikosi vyake vilivyoundwa kiharamu bila sheria yoyote na kuongozwa na gaidi Haji Omar Khair, gaidi Faustin Jackson Mafuele na msaidizi wake gaidi George Bagemu. Kwa maelekezo ya gaidi Abdul Hafidh Ameir, ni mtoto wa Samia huyu, kwa maelekezo yake. Kwa hivyo kikosi hiki kipo chini ya mwanawe Samia ambaye ni Abdul Hafidh Ameir, ndo kiongozi wa kikosi hichi, lakini pia kikosi hicho kimeweza kuwa na magaidi wengine ambao pia wameweza kukiongoza. Sasa niendelee kukusomea taarifa hii msikilizaji. Samia Suluhu Hassan ameendelea kuua, kuteka, kutesa, kufira, kupoteza na kufungulia Watanganyika kesi za uhaini bila uoga. Ni dhahiri kwamba Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania JWTZ limeshindwa kutekeleza majukumu yake kwa weledi na kwa mujibu wa katiba na sheria za ulinzi wa taifa. Badala yake, jeshi limewezesha matukio ya utekaji, mateso, mauaji na kupotea kwa raia kuna kufanywa na genge la counter terrorism kwa mabano CT linalojulikana kama chinja, kikosi maalumu cha kuzuia magendo kwa mabano KMKM, alafu vikundi haramu vya task force pamoja na magenge mengine ya wahalifu yaliyopo chini ya idara ya usalama wa taifa kwa mabano TIS, wanaofanya kazi na askari wasio waaminifu wa jeshi la polisi huendesha nchi. Msikilizaji, taarifa hii imezidi kutufafanulia kwamba serikali ya Samia imepata kubuni magenge zaidi ambayo yanahakikisha kwamba utekelezaji wa upotevu wa watu, utekaji unaweza kufanyika kinyume na sheria. Lakini pia jeshi la polisi ama kitengo cha JWTZ kimeweza pia kurubuniwa kutumika na Samia kinyume na sheria, kwa sababu jeshi la JWTZ msikilizaji, ni jeshi la wananchi, ni jeshi ambalo linahakikisha kwamba maslahi ya wananchi yako sawa, lakini jeshi hili linapata kutumika na Samia Suluhu kuweza kuhakikisha kwamba maisha ya Watanzania yapo hatarini.
Endelea kusoma msikilizaji. Maandamano yasiyo na kikomo yako pale pale hadi haki itakapopatikana. Tutaendelea kushauriana na kila siku namna ya kuboresha na kuimarisha mbinu zetu ili kukabiliana na majahili hawa wanaotawala kimabavu. Tunaelekeza wapambanaji wetu wa mstari wa mbele Gen Z kushughulika na yeyote ambaye anapotosha au kukejeli mauaji ya mateso ya raia wa Tanganyika kwa namna wanavyoona inafaa. Siku ya Jumatano tarehe 31 Disemba mwaka 2025 kwenye mkesha wa kuamkia mwaka mpya wa mwaka 2026 tunaelekea kubeba picha za mashujaa wetu wote waliouawa na vikosi vya gaidi Samia Suluhu Hassan kwa ajili ya kuwaombea. Siku hiyo tutaanza mwaka mpya na safari mpya ya kuikomboa Tanganyika ndani ya Tanzania mpya kwa maelekezo tunayopeana kila baada ya ibada. Kila mmoja anaalikwa kusali na kumlilia Mungu kwa mujibu wa dini na dhehebu lake, tukiamini damu ya ndugu zetu wameuawa hazikwenda bure, zitalipwa. Kisha amesema kwamba tumeazimia alama ya reli pale J1 Samia must go, karibu The Hague ICC kuna urojo. Taarifa hii imeweza kutolewa na wananchi wazalendo wanaodai haki, uhuru, sawa, uwajibikaji, ukweli na kupatikana kwa katiba mpya inayotambua Jamhuri Huru ya Tanganyika na Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. Msikilizaji, taarifa hii imepata kutudokezea mengi na kuweza kumulika mwanga wa masuala ambayo mengi kati yao nimeweza kuyafafanulia hapa msikilizaji. Kati yake nimeweza kukueleza kwamba kuna kikosi cha kigaidi hichi ambacho kinaweza kuongozwa na magaidi kama hao niliweza kukusomea hapa msikilizaji. Kuna bwana ambaye anaitwa Haji Omar Hey, lakini pia kuna jamaa huyu anaitwa Faustin Jackson Mafuele, lakini pia kuna George Bagemu. Sasa kikosi hichi ni kikosi ambacho kimetengenezwa rasmi na viongozi na baadhi ya watu wanaoshabikia chama cha CCM. Kikosi hiki kipo kuhakikisha kwamba serikali ya CCM inafaulu katika yale ambayo wanataka kuyafanya. Lakini pia kikosi hichi kinaongozwa na Abdul Hafidh Ameir ambaye ni mtoto wake Samia Suluhu Hassan. Lakini pia msikilizaji, nilipata kukueleza kwamba kikosi hichi kimeweza kufadhiliwa, kimeweza kununuliwa vyombo vya kuweza kuhakikisha kwamba wanatekeleza yale ambayo yanahitajika kutekelezwa na chama cha CCM. Kikosi hiki cha kigaidi msikilizaji, kinachoongozwa na Abdul Hafidh Ameir ni kikosi ambacho kinayatekeleza yale yote maovu ambayo kwamba polisi hawawezi kujihusisha nayo. Sasa Samia Suluhu Hassan na chama cha CCM wakaona kwamba waweze kubuni kikosi cha kigaidi kitakachoweza kuhakikisha kwamba haya yanafanyika bila mfanyikazi yeyote wa umma kupata kutuhumiwa. Elewa kwamba msikilizaji, hawa wote sio watu wa kiserikali, na kwa hivyo jambo lolote likiweza kutendeka hawapati kutuhumiwa kama watu wa serikali. Ni watu tu wasiojulikana walioko nje ya serikali, na sasa wanasaidia chama cha CCM na vile serikali ya Samia Suluhu kuyaficha maovu yanayoweza kutendeka, lakini pia kuweza kuendelesha utekaji,
kuendeleza upotezwaji wa raia wanaweza kuonekana kwamba wanaweza kuzipigania haki za Kitanzania, wanaweza kupigania katiba ya Tanzania na wanaweza kuanzisha mchakato wa kuibadilisha katiba ili kuweza kuwasitiri vyema Watanzania na kuweza kuhakikisha kwamba haki zilizoweza kupeanwa kwenye katiba zinaweza kutumika vizuri chini ya viongozi waliweza kuteuliwa kuiongoza nchi ya Tanzania. Sasa kikosi hichi kimeongoza na kusababisha vifo vya zaidi ya watu 10,000 walioweza kuuliwa siku ya tarehe 26 na siku zilizoweza kufuata, na kwa sababu hiyo kikosi hichi kimeendelea, huku kukishuhudiwa maandamano makali katika Mtongani ya Mbagala, mji ule wa Mtongani ya Mbagala. Kumeweza pia kutolewa ratiba rasmi ya matukio yatakayoweza kutendeka, lakini pia kuweza kutoa ratiba rasmi ya matukio yatakavyoweza kupatana, yani kufuatana kunradhi, na vile ratiba rasmi ya shughuli za maandamano zitakavyoweza kuendelea kuanzia tarehe 31. Msikilizaji, sasa nimepata kutumiwa taarifa hapa, imeweza kusoma kwamba ni taarifa kwa vyombo vya habari, siku 60 za maombolezo na ukombozi. Imeweza kunakiliwa kwamba itolewe kwa haraka. Imetolewa Mbeya tarehe ya 30 Disemba mwaka 2025. Sasa taarifa hii imeweza kutoa kwamba ratiba ya jinsi kutakavyoweza kuendelea na shughuli za ukombozi wa nchi ya Tanzania, lakini pia kuweza kuhakikisha kwamba uongozi mbaya nchini Tanzania pia umeweza kupotezwa na kuwa tisho kwa Watanzania. Msikilizaji wangu, zidi kuachilia maoni yako kwenye comment section. Kama nilivyokuambia, kila siku nitakuwa hapa kuhakikisha kwamba tunapata taarifa zinazotokea na kuzichanganua zaidi, kupata kuzielewa na kupata kuelewa ni kipi kinachoweza kutendeka katika taifa. Endelea kutufuatilia, zidi kupiga subscription, lakini ukipata nafasi pia zidi kushare kanda zetu kwenye makundi mbalimbali ili tuweze kuhakikisha kwamba familia ya kwetu hapa inazidi kupanuka zaidi, inazidi kuwa kubwa zaidi, na ndio tukiweza kusema mambo yanaweza kuwafikia watu wengi zaidi. Kwa hivyo hakikisha unazidi kuipiga subscription, ukipata nafasi share na wenzako wapate kujua kwamba kituo hichi kinapatikana. Jina langu ni Presenter Guton, ikiwa ni mara ya kwanza tunapatana hapa msikilizaji.